إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعاهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يؤجل الله للناس الشر استئجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائلا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك يزين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. Mwenyezi Mungu anasema, innal ladhina, hakika bila shaka wale watu ambao la yarjuna liqaana, wasio na matumaini na kukutana na Mwenyezi Mungu, wale watu ambao wasioogopa kukutana na adhabu ya Mwenyezi Mungu, wanaishije namna gani duniani? Waradhu bil hayati dunya, na wameridhia na huu uhai wa dunia, wamefurahi na huu uhai wa dunia na wameufadhilisha huu uhai wa dunia kwa kuwa mlo wao unawaendea uzuri, shibe yao inawafikia kwa wema, vinywaji vyao vinawafikia kwa uzuri, yani kila lao wanalipata kwa uzuri. Na isitoshe, watmaannu biha, na wametulizana katika huo uhai wa dunia, wamefurahi kwa huo uhai wa dunia na wamekaa raha mustarehe katika huu uhai wa dunia. Walladhina, na wale watu ambao an ayatina, wamejitenga mbali na hizo ayati zetu, hali ya kuwa wao ghafilun, ni wenye kughafilika nao.
nayo. Hawa wenye kughafilika na hiyo Qur'an, hawa wasiozingatia hiyo Qur'an, hawa wasiofurahia hiyo Qur'an, hawa wasioshughulika na hiyo Qur'an, ulaika, watu hawa, watu gani? La yarjuna liqa'an, wasioogopa kukutana na sisi, wasioogopa kukutana na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Ulaika, watu gani? Walioridhia na uhai wa dunia hii, wakimuasi Mwenyezi Mungu, wakimuasi Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Ulaika, watu hao, watu gani? Watmaannu biha, watu waliotulizana katika huu uhai wa dunia katika hali ya maasi. Walladhina hum, na hao watu ambao an ayatina ghafilun, kwa ayati zetu wamekaa wameghafilika, hawafikirii wala hawazingatii. Ulaika, watu hawa, ma'wahum nar, mafikio yao na makazi yao watafikia moto na watakaa ndani ya moto. Bima kanu yaksibun, kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyachuma, kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyafanya. Kwa kuwa hawakuogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu, hawakuogopa siku ya mwisho kuwa watasimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika dunia vile vile wakawa ni wenye kumwasi Mwenyezi Mungu ndani yake, wakawa ni wenye kwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu ndani yake, wakawa ni mwenye kumwasi Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Na isitoshe wametulizana raha mustarehe katika kuyatenda maasi, na Qur'an vile vile wameupiga upande, wakawa hawana haja ya kuisoma Qur'an wala kuifikiria Qur'an wala kuizingatia Qur'an wala kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika elimu, katika Qur'an, katika vitendo. Umeghafilika nao watu hawa, wao na makazi yao ni kufika katika moto na kukaa katika moto. Bima kanu yaksibun, kwa sababu ya yale walioyafanya katika dunia. Innal ladhina amanu wa amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Anasema Mwenyezi Mungu, innal ladhina, hakika bila shaka wale watu ambao amanu, walioamini imani kamili, kisha baada ya imani kamili waamilu, wakatenda salihati, vitendo vizuri, yahdihim rabbuhum, Mwenyezi Mungu atawaongoza, muumba wao Mwenyezi Mungu atawaongoza biimani, kwa ajili ya kuamini kwao, kwa ajili ya kuamini kwao Mola wao atawaongoza katika yale ambayo yamo ndani yake kheri zao. Ndio inasema man amila bima alima, man amila bima alima, man, mtu ambaye alima, amila, katenda vitendo, katenda kazi, bima, kwa yale ambayo alima aliyojifunza nayo. Mtu yule aliyefanya kazi kwa elimu yake, warathahu Allah, Mwenyezi Mungu atamrithisha ilma ma lam ya'lam, elimu ya yale asiyojua. Nani ambaye Mwenyezi Mungu atamfundisha elimu ya mambo asiyojua? Yule ambaye amila, kafanya kazi, bima alima, kafanya kazi kwa kitendo, kwa elimu aliyoyajua. Basi huyo Mwenyezi Mungu atamrithisha elimu ya vitu asivyovijua. Ndio Mwenyezi Mungu anasema, anatupa habari kwa innal ladhina,
Kabla shaka waja ambao amanu, walioamini imani kamili, waamilu salihat, baada ya kule kuamini imani kamili wakatenda vitendo vizuri, waja hawa yahdihi rabbuhum biimani, atawaongoza Mola Muumba wao hao waja biimani, kwa sababu ya kuamini kwao, kwa sababu ya imani yao hiyo. Mwenyezi Mungu atawaongoza njia iliyo sawa, njia iliyokuwa ya kweli, njia iliyo ya usalama, njia iliyo na kheri kwao duniani na njia iliyoko katika kheri yao katika akhera. Na ndio unamwona mtu Muislamu aliyeamini imani kamili katika uhai wake yumo katika utukufu wa kumwabudu Mwenyezi Mungu, yuko katika utukufu wa kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Kwa mja aliyeweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo, bila shaka huyo yumo katika utukufu na izi ya kumpokesha Mwenyezi Mungu. Na isitoshe katika akhera vile vile atakuwa katika pahala patukufu, maisha matukufu, maisha ya izi, kwa kuwa alimheshimu Mwenyezi Mungu huku duniani. Tena tajri min tahtihimul anhar, hao waja walioamini imani kamili wakatenda vitendo vizuri, Mwenyezi Mungu akawaongoza kwa ajili ya imani zao, itakuwa inapita tajri min tahtihimul anhar, inapita chini ya miguu yao mito, hali ya kuwa wako wapi? Fi jannatin naim, fi jannatin naim, fi jannatin naim, hali ya kuwa wamo katika janna iliyojaa ndani yake neema. Allahumma ja'alna min ahli al-janna, Allahumma ja'alna min ahli al-janna ya Rabbi, Allahumma ja'alna min al-mu'minina as-salihin wa min warathati jannati an-na'im ya Rabbi. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم maombi ya hao watu ambao Mwenyezi Mungu atakao wajalia wao ni miongoni mwa wenye kuingia katika janna, maombi yao katika janna subhanaka Allahumma, ni hilo tamko la subhanaka Allahumma, kuwa subhanaka, utakasifu kamili ya Allah ni wako wewe, uliotakasika kutokana na kila maovu, ni wako ya Allah. Subhanaka Allahumma, utakasifu kamili ulioepukana na kila maovu na kila aibu ni wako ya Allah. Na hiyo watakuwa wakiomba wapi? Katika janna, fiha, katika janna, watahiyatuhum fiha salam, na maamkio yao hao watu watakaojaliwa wataingia katika janna, katika pepo ya Mwenyezi Mungu, maamkio yao baadhi yao kwa baadhi nyingine katika janna watakuwa wakiamkuana salamun alaikum, salamun alaikum, salamun alaikum. Ndio Qur'ani inatoa habari. Kwa hiyo salamun alaikum ni maamkio wa watu wa janna. Watu wa janna watakuwa wakiamkuana salamun alaikum, salamun alaikum. Na ndio imesuniwa kwa kila mtu Muislamu wakionana waamkuane kwa hiyo salamu, kwa imo ndani yake nini? Imo ndani yake dua, salamun alaikum, amani ya Mwenyezi Mungu iwafikie. Tena unawaambia kama unawaambia Mwenyezi Mungu, ewe mwenzangu, shari yangu haitakufikia, ewe mwenzangu, maudhi yangu haitakufikia, ewe mwenzangu, madhara yangu haitakufikia, bali salamun alaika, amani ya Mwenyezi Mungu ndio itakufikia, na amani ya Mwenyezi Mungu ndio itatufikia. Ndio dua ndio muhimu katika kukutana kwetu na katika kuamkuana kwetu. Tusiwachane nayo mpaka tuingie nayo wapi? Katika janna tunaimi inshallah. Ukiamkuana salamu alaykum, salamu alaykum, tukuombeana dua hiyo. Basi ndio Mwenyezi Mungu anatuambia watahiyatu
na maamkio yao fiha, watu watakaoingia katika janna, maamkio yao katika janna, salamun alaikum, ni amani ya Mwenyezi Mungu iwateremkie. Wa akhiru da'wahum, na mwisho ya maombi ya watu wa janna, mwisho ya maombi ya watu wa janna, mwisho yao ni nini? Kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Hakika bila shaka sifa njema zote alhamdulillah zimethibitika kwake Mwenyezi Mungu, au sifa njema zote ni zake yeye Mwenyezi Mungu, Rabb, Mola Muumba al-alamin, walimwengu wote au viumbe vyote. Hapo ndipo unaona hao watu wa Islam maombi yao, mwisho ya maombi yao wote katika dunia wanamaliza nini? Wa akhiru da'wana alhamdulillah, akhiru da'wana alhamdulillah, dunia mzima. Kwa nini? Kwa kuwa hiyo ndio tamko la mwisho ya maombi ya watu katika nini? Janna. Watu gani? Amanu, walioamini imani kamili, tena isitoshe imani kamili, waamilu salihat, na wakatenda vitendo vizuri. walau yuajjilu Allahu linnasi sharra istijalahum bil khair laqudiya ilayhim ajaluhum فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Anasema Mwenyezi Mungu, walau yuajjilu Allah, ingelikuwa Mwenyezi Mungu anawapa upesi, ingelikuwa Mwenyezi Mungu anawapa upesi, walau yuajjilu Allah, angelikuwa Mwenyezi Mungu anawapa upesi, anawapa nani? Linnasi, anawapa watu upesi, shari waombayo. Ingelikuwa Mwenyezi Mungu upesi anawapa watu shari wanayoomba, ingelikuwa Mwenyezi Mungu anawapa watu upesi shari wanayoomba, istijalahum bil khair, kama vile Mwenyezi Mungu anavyojibisha upesi maombi yao katika khairi watu, la khudhi ile ajalu, angelimaliza Mwenyezi Mungu muda wao watu. Angekuwa Mwenyezi Mungu upesi anajibisha shari anayoomba wanadamu, ingekuwa leo hii hakuna mtu duniani. Ingelikuwa Mwenyezi Mungu anajibisha upesi shari wanayoomba nani? Wanadamu, ingelikuwa leo hakuna katika dunia hii mwanadamu. Nini anasema Mwenyezi Mungu? Angelikuwa yeye Mwenyezi Mungu upesi anajibisha maombi ya wanadamu katika shari wanayojiombea, angelikuwa la kudhia ajali, angekuwa ameshamaliza ajali ya watu, muda ya watu angelikuwa amekucha, amemaliza watu wote. Kama vile anavyojibisha Mwenyezi Mungu upesi kheri ya watu wanavyoomba, angelifanya hivyo Mwenyezi Mungu, la kudhia ile majalo, angelimaliza kwa watu muda wao wa maisha katika hiyo dunia. Kinasema Mwenyezi Mungu, fanadhar, tunaacha alladhina, wale watu ambao la yarjuna liqaana, wasioogopa kukutana na sisi, au wasioogopa kukutana na adhabu yetu, au wasioogopa kukutana na Mwenyezi Mungu, tunawaacha wao fi tughyanihim, katika upotevu wao. Hana haraka Mwenyezi Mungu na wanadamu, kwa kuwa hakuna mwanadamu atakayemkimbia Mwenyezi Mungu, hakuna mwanadamu atakayemtoroka Mwenyezi Mungu, hakuna mwanadamu atakayejificha kwa Mwenyezi Mungu, bali wanadamu wote ilaihi al-masir, kwake
marejeo kwake Mwenyezi Mungu. Wanadamu wote wanarudi kwake Mwenyezi Mungu, hakuna anayerudi kwao, hakuna anayerudi apendapo, bali ila Allahi masir. Marejeo tunarudi sote kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu, aende akatulipe, aende akatuhesabu, aende akatujazi tumefanya nini katika hiyo dunia, tumefanya nini katika maisha tulimoishi katika ulimwengu huu. Basi ndio sema fanadharu alladhina, tunawaacha wale watu ambao la yarjuna liqaana, hawao wasioogopa adhabu yetu, au wasioogopa kukutana nasi, au wasioogopa Mwenyezi Mungu. Tunawaacha hao watu fi tughyanihim, katika upotevu wao, kwa tunajua nini, ajali yao itafika, watarudi kwetu, muda wao utamalizika, watarudi kwetu, uhai wao utakusha, watarudi kwetu. Haraka ya nini? Wacha mwanadamu abobee katika anayobobea, wacha mwanadamu aogelee katika maasi, wacha mwanadamu afanye atakavyo, lakini hana pa kwenda, hana pa kukimbia, bali marejeo kwake Mwenyezi Mungu. Ndio tunawacha alladhina la yarjuna liqaana, watu wasiogopa kukutana na adhabu yetu. Tunawacha nini? fi tughyanihim, katika uovu wao, yamahun, wanahangaika au wanatangatanga, wanatangatanga tu katika machafu yao, wanahangaika tu katika mabaya yao, wanazunguka tu juu chini katika maasi yao, lakini mwisho wao watarejea kwa Mwenyezi Mungu. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Anasema Mwenyezi Mungu, huyu mwanadamu ni mtu wa ajabu. وإذا مس الإنسان ضر, madhara ikimpata mtu, idha masa, ikimpata alinsana mwanadamu dhuru, madhara, yani madhara ikimshika mwanadamu, tabu ikimshika mwanadamu, shida ikimshika mwanadamu, dhiki ikimshika mwanadamu, alhasil mambo ya shida ikimpata mwanadamu, daana, anatuomba sisi. Mwanadamu akiwa mgonjwa anamuomba Mwenyezi Mungu. Mwanadamu akiwa masikini anamuogopa Mwenyezi Mungu. Mwanadamu akiwa na njaa anamuogopa Mwenyezi Mungu. Mwanadamu akiwa katika hali ya shida anamuogopa Mwenyezi Mungu. Mwanadamu akiwa katika hali ya dhiki anamuogopa Mwenyezi Mungu. Mwanadamu anapokuwa na haja na hapati anamuomba nani? Mwenyezi Mungu. Ndio Mwenyezi Mungu asema wa idha massa al-insana dhurr, mwanadamu asikwapo na madhara, daana, anatuomba sisi. Sasa dawa ya mwanadamu kumwomba Mwenyezi Mungu nini? Cha kumfanya mwanadamu akimbie upesi kumwomba Mwenyezi Mungu ni nini? Shida. Sasa Mwenyezi Mungu akitaka basi wanadamu wamwabudu, alete nini? Shida tu. Maji wakose, afya wakose, chakula wakose, khalas atakwenda kwa tumbo. Mwanadamu atakwenda kwa kitu gani? Kwa tumbo. Utafutani yeye ni mkweli, atakojikokota kwa tumbo, dhani nani huyo mkweli huyu? Ndio Mwenyezi Mungu anasema
wa idha masal insana dhurr, madhara ikimpata mwanadamu, madhara ikimshika mwanadamu, daana, anatuomba sisi. Zama za shida, zama za taabu, ndio mwanadamu anarudi kwangu mimi Allah. Lakini ikiwa mwanadamu hana shida, hana taabu, hana haja na mimi Allah. Ndio alisema Mwenyezi Mungu, wa idha masal insana dhurr, madhara ikimshika mwanadamu, daana, anatuomba sisi. Lijambe, hali ya kuwa amelala kwa ubavu. Sasa ile analala kwa ubavu, anaomba yu namna gani? Mgonjwa hawezi kunini? Lijambe amelala kwa ubavu chini, anatuomba yeye namna gani huyo? Mgonjwa akilala chini, mwanadamu asiweze kunyanyuka, asiweze kusimama, hapo mwanadamu anamtambua sana Mwenyezi Mungu, anamfahamu sana Mwenyezi Mungu, anamuelewa sana Mwenyezi Mungu, anamjua sana Mwenyezi Mungu, anajua hapana wakuweza kumsaidia illa Allah. Chukua Mwenyezi Mungu, nimejua huyu mwanadamu, wacha anapozunguka kutembea na Qur'an na kwenda juu chini, hawezi kunikumbuka, lakini wacha anapoweka babu yake chini, analala, hawezi. Hapo ndipo yale naye yasema wote anamtegemea nani? Mwenyezi Mungu. Sasa mwanadamu, Mwenyezi Mungu akitaka amwabudu, amtilie ugonjwa tu, amweke chini, amlaze chini, atamtambua Mwenyezi Mungu. Au qaida, na mwanadamu akijaliwa kwa hiyo mwenye kukaa na shida, kakaa juu hivi, hawezi kusimama, paralyze, sawa? Kusimama hawezi, kukaa kitako, anakaa kitako hivi, hapo atamwomba nani? Kwa kusimama hawezi, kutambaa hawezi, kwenda hawezi, anakaa hapo, atamjua Mwenyezi Mungu. Au qaima, au mwanadamu akiwa mwenye kusimama, shida imempata katika kusimama, taabu imempata katika kusimama, atamwomba nani? Na mwanadamu huyo katika hali ya dhiki ya namna yoyote ile, shida na dhiki na taabu na madhara ikimpata, atamwomba Mwenyezi Mungu. Ikimpata amelala, atamwomba Mwenyezi Mungu. Ikimpata amekaa kitako kaida, atamwomba Mwenyezi Mungu. Au qaiman, au ikimpata shida na taabu ya amesimama, atamwomba Mwenyezi Mungu. Na mwanadamu akituomba, anasema Mwenyezi Mungu, mwanadamu akiniomba, falamma kashafna anhu dhurra, huyu mwanadamu, falamma kashafna anhu dhurra, tukimwondeshea madhara yake, huyu mwanadamu tukimwondeshea nini? Huo ugonjwa wake, huyu mwanadamu tukimwondeshea hiyo taabu yake, huyo mwanadamu tukimwondeshea hiyo madhara yake, huyu mwanadamu tukimwondeshea hiyo shida yake, ndio utaona ukorofi wake. Mwanadamu akiwa na njaa, anatoa sauti kama ya kipato, sauti iliyo na wevu, sauti iliyo na nini? Na mawimbi. Hawezi kusema moja kwa moja, bana, sauti ya kuhurumiwa. Wacha paka akuone na nyama, wacha paka akuone na mayafu yako, ona paka anavyonyemelea, ona paka anavyotoa sauti. Wewe ukiwa na huruma, utamkatia paka huyu kanofu, utamkatia, lakini ataka moyo wa huruma, sio yule mpenda kula nyama. Basi huyu mwanadamu, falamma kashafna anhu dhurra, tukimwondoshea madhara yake, tukimwondoshea shida yake, mwanadamu anashikwa na wajibu. Tukimwondoshea taabu yake, mwanadamu anashikwa na ukorofi. Tukimwondoshea shida yake, mwanadamu anashikwa na ujeuri. Tukimwondoshea mwanadamu shida, anashikwa na nini? Na ukiburi, anakuwa kiburi kwa ana shida, ana taabu. Waida falamma kashafna, tukimwondoshea anhu huyu mwanadamu dhurra, madhara yake, tukiondosha, marra kaan lam yadun, mara anakuwa kana kwamba hakutuomba.
Milano ndeka namro gumino madara alkan fi mo tabaino angi mzagal kanu masa duminina kanu magikoro wala magibenza kanu asadu benzagal kanu ya amu kajeri usidu minua magua teo maagere teo maarifa teo au madejito mara lam yadu, mara utamwona anakuwa mwanadamu kana kwamba lam yaduna, hakutuomba ila dhurri masa, tumwondoshe madhara yaliyokuwa yamemshika. Na hii ndio hali ya nani ya kibinadamu namna hiyo. Mwanadamu huyo akitakiwa asikie maneno lazima aletwe shida, aletwe taabu, aletwe madhara, aletwe njaa, aletwe kiu, aletwe magonjwa, atasikia maneno haya. Yakamfikia mwanadamu maneno, akiambiwa maneno anafahamu, akiambiwa maneno anaelewa. Lakini ashibapo huyu mwanadamu akishiba nini? Wazimu tayari. Mwanadamu akishiba kitu gani? Wazimu tayari, ukorofi tayari. Basi ndio Mwenyezi Mungu kadhalika amesema kama hivyo, zujina lilmusrifin, ilipambwa kwa watu wenye kupita mipaka. Kadhalika kama hivyo, zujina, ilipambwa lilmusrifin, kwa watu wenye kupita mpaka, ma kanu yaamalun, yale yote wanayoyatenda mipambwa tu kwa hayo. Ni mapambo ya kuwapotosha, mapambo ya kuwatoa katika njia ya haki. Na mwanadamu akitaka kujijua kuwa Mwenyezi Mungu anamjua nini? Kitu gani? Mwanadamu akitaka kujua kuwa Mwenyezi Mungu anamjua, ndio katika mambo haya anaelewa mwanadamu kuwa ninajulikana, naeleweka, nafahamiwa. Sawa? Aya nyingine ile Mwenyezi Mungu anasema nini? Anasema innal insana khuliqa halu'an, huyu mwanadamu kaumbwa yani yakuwa ni mwenye kubabaika sana. Mwanadamu kaumbwa ni mja mwenye mbabaiko. Mwanadamu kaumbwa mja mwenye nini? Babaiko. Hakuna ambaye ataweza kujisifu kwa mimi si mwenye kubabaika. Wacha apate tu na ugonjwa kidogo, ona anavyobabaika. Wacha apate tu na shida kidogo, unaona tu vile anavyokwenda juu chini, anavyokimbia juu chini. Anatafuta nini? Mkopo, anatafuta sadaka, au anapewa kupewa bure, anataka kupa rehema, arehemewe, anatafuta huruma kwa watu. Ndio Mwenyezi Mungu anasema innal insana, akabla shaka huyu mwanadamu khuliqa halu'an, kaumbwa ila hali ya kuwa ni mwenye mbabaiko sana, ni mwenye kubabaika sana popopo. Sawa? Mwenye kubabaika, khuliqa halu'an. Idha masahu sharru jazuan, shari ikimshika mwanadamu jazuan, ana nini? Anaogopa. Shari ikipata utamwona jazuan, ni mwenye kuogopa. Sawa? Anakuwa utamwona anauoga. Ugonjwa ukimpata anafikiri labda nitakufa, anaanza kuogopa. Au shari ikimpata utamwona hali ya kuwa amehuzunika. Huyu mwanadamu utamwona yake ya maana yote anaharibu. Shari ikimpata yake ya maana yote anafanyaje? Anaharibu. Anafikiri nini? Anafikiri nikija kufa hizo 50 zangu nikiziacha hapa, hao watakuja kufurahia nao kuwa na wajui mimi nilipata kwa shida. Wote ambali ni haribu. Alikuwa kwa hao jamaa zangu wanajua, nilikuwa kwa mtu mmoja hapa anaitwa Wawero, anauza supu hapa kwa mzee Kalvani. Ugonjwa ulikuja kumshika hapa. Alifanya hiyo kazi toka sisi wadogo. Pesa yake kuna kitu alikuwa wakikuwa na mfuko alikuwa anaitwa Mondo. Naitwa Mondo. Nakaa hapa kiunoni. Basi ugonjwa ulikuja kumshika.
Sasa Owero anaona hana namna, pesa hizo inaja kufa, kina Kang'ong'a kina Wareidi atakuja kula bure. Haiwezekani. Akatoa mondo, akatoa ile pesa, kafunga, katupa na ile choo hapo kwa Mzee Kalma. Ni noti zile katupa na ile choo. Kachukuliwa Kang'ong'a pelekwa hapa, ilikuwa kitu ni Native Hospital. Kenyatta Hospital yenu. Ilikuwa kitu ya Native Hospital. Wawero wamekaa miaka miwili, mwaka ya 3 Wawero kapona. Kuja hapa akili sasa merudi, mondo ile pesa ilikuwa katika mondo, mimi nimetupa katika choo Mzee Kalpana. Nilipandile kwa nyuma ile kina Haidara wamejenga ile ilikuwa choo upandile nyuma ya hoteli ya Mzee Abdalla Medi, ilikuwa na hoteli hapo na Tonga. Haya, Owero akija kila saa supu pale supu hapa, ikiwa watu hawaka napita huko nyuma, anashika ufito pala kapu mkono kutoa na koroka. Na kila miaka 3 karatasi hii bado iko kwenye hiyo maji. Sasa ukikoroga hizi ndio tena unaharibu karatasi hii kabisa tena. Anakuwa wewe kirume karatasi itakuja juu. Wapi? Akisikia mkuu watu anatoka. Alifanya kazi Wawero karibu mwezi mzima. Ndio kina Wareidi, kina hapo alikuwa kina Wareidi, kina nani, kina Watene. Mimi Wawero ndio alikuja kuambia. Mondo shakwa ni shario. Nilikuwa na mondo pesa imeja, lakini chukua ugonjwa mshika mkilia na mimi nenda Kuba. Alafu nitakuja kustarehe hiyo pesa hapo umetupa ndani ya choo. Ndio sasa. Sasa umekuja basi. Wewe umejiangamiza, umekuja. Hata kumchangia Wawero shilingi 2-3 akaanza kununua mguu wa ng'ombe kutengeneza supu. Anaanza biashara. Ndio. Huyu mwanadamu ikamasa ushakuja tu. Shari ikimpata ni mwenye huzuni na mwenye kubabaika. Atafanya mambo ya kiajabu kama kina Wawero. Waidha wala khairu manua. Na huyu mwanadamu khairi inapompata, anapokuwa na khairi, anapokuwa na mali, anapokuwa na hali nzuri, mwanadamu kazi yake nini? Kubana, manua anazuia. Sadaka hatoi, kula samaki na kima nyumbani kwake hailiwi. Baba! Wanamkata kupaka kosi yake, hakuna Mungu. Ndio baba afanya kazi usiku na mchana. Usiku na mchana. Githeri kavu hii mchumbi na maji. Hataki bulubandi kidogo kata kuweka ubora. Funga. Utakuwa nayo wapi? Atunaribu, utawacha. Utawacha, utafanywa nayo maasi. Utaona huko. Atunaribu misipati. Huyu mwanadamu sio mtu anasema. Akiwa nayo idha masa wala khairu, akiwa na khairi, yani akiwa na mali mwanadamu, manua anazuia. Hatumii. Atakaa njaa tu ananunua njugu hapa ile shilingi 5 kwa maji msikitini bure hapa kati. Na nini? Pesa mfukoni imejaa. Benki ziko. Nyumbani hapo hivyo. Kina mama hapa ule mchuzi uliotania ya jana nyama yote imekucha, ndio bisoka vile yale kidako lisuku maluku. Dhulma na pesa iko. Dhulma pesa iko. Na pesa hiyo
pesa kisirani, pesa changu tino, pesa ya fuguru, pesa fuguru amdani. Ndio mwanadamu idha masahu alkhairu manua, kheri kimpata mwanadamu akiwa na mali anazuia, hata kutumia katika nafsi yake hatumii katika nafsi yake, anaona shida. Mwenyezi Mungu asema wanadamu wazuri gani? illa almusallina alladhina hum ala salatihim daimun, isipokuwa hao wenye kusali lakini sala iliyo hai, sio sala maiti. Hao wenye kusali sala iliyo hai, hawa ndio hawazuii kheri ya Mwenyezi Mungu. Wanakula wapate nguvu ya kurukuu, wanakula wapate nguvu ya kusujudu, wanakula wapate nguvu ya kuweza kustamili baridi ya magharibi, ya kuweza kustamili baridi ya isha, ya kuweza kustamili baridi ya asubuhi. Wanakula kwa kuwa kula ina nini? Inakinga baridi. Sawa, tumbo ikiwa ina joto, baridi inakuwa hafifu. Tumbo ikiwa baridi, ona baridi ikikupiga, baridi kidogo namna ikalazi, unatetemeka tumbo wazi, tumbo wazi. Nilikuwa zamani nikifanya kazi kwa pale mmoja anaitwa Brown University hapo karibu na PWD industry. Asubuhi Monday ile asubuhi imenipata nikapunguza tukafanya kazi saa 2:30. Nimetoka kupalia kazi, kuna hiyo palio mtu anaita mtaro hoteli wakikuwa wanapika chai kando ya barabara, jiko kubwa na mimi. Sisi nimekwenda huko nimesimama kwenye hiyo jiko. Sasa mtu Amen. Amen. Ngo kaniita mwana. Amen. Sasa natoka kwa kani. Wapi wewe? Tulikuwa kwa sasa. Natoka hapa. Kwa tabu. Kitu gani? Baridi. baridi gani? Njaa. Baridi gani? Njaa. Baridi shile. Amfona sisi walimu navaa shati moja, kule amevaa shati moja vesti ya banda. Asubuhi Monday ile. Mimi nasikia baridi. Ona wanavaa nini maji. Kwa amevaa vesti, nikavaa shati, nikatia pulova iko juu. Kibali nakwenda kuwata moto. Njaa. Kwa kukaa ile kazi yake inataka kufanya kazi imekwisha. Baya kisha sasa ready sasa. Weka kwa ni shilingi 5 kwenda kula. Yes. Umekona kuwa njaa hapana baridi. Tumbo wazi. Tumbo wazi. Sasa ile nika tuko kwa Dachiriria. Nikaja pale hoteli ya Maramu ilikuwa kitu Mfara. Full pilau ilikuwa 75 cents. Sani ni kubwa. Hiyo baridi nimepata kwa hiyo mzungu hiyo. Tumbo ikiwa wazi inasikia baridi. Unajaza. Basi ndio mwanadamu namna hii. Wa idha masani insana dur, mwanadamu akisikwa na madhara daana, anatuomba sisi bijambi, katika hali ya kulala kwa ubavu, au qaidan, au katika hali ya kukaa kitako, au qaiman, au katika hali ya kusimama. Falamma kashafna anhu dhurra, mara akituomba anatuomba dua, anatuomba tukimwondoshia madhara iliyompata huyu mwanadamu, anageuka kwetu kama nyoka. Anageuka kwetu kama nani? Kama nyoka. Anageuka kwa sababu nani? Tukimwondoshia madhara, mara ka'allam yaduna, mara anakuwa kana kwamba hakutuomba ila dhurri masa, tumwondoshie madhara iliyokuwa imemshika. Kadhalika kama hivyo
zujina lilmusrifina, ilipangwa kwa watu wenye kupita mipaka ya Mwenyezi Mungu, yale ambayo kanu ya maluna waliokuwa kiatenda. Mwenyezi Mungu anasema walaqad ahlakna alquruna min qablikum lamma dhalamu وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. anasema Mwenyezi Mungu walaqad, hakika bila shaka, ahlakna, tuliangamiza, alquruna, watu wa karni nyingi. Qarnun, century moja. Qarnani, century mbili. Qurunul plural, centuries nyingi ya watu tuliowaangamiza. Maana mjozo mbele huko, nyuma huko aliwaangamiza watu wengi. Mbele huko hakuna kitu. Lakini hiyo qurun, yani dunia hiyo mzee. Usifikiri dunia nini? Mpya. Usifikiri nini? Mpya. Dunia hiyo mzee. Ahlakna alqurun, tuliangamiza karni, watu wa karni nyingi zilizopita. Tuliwaangamiza. Min qablikum, kabla yenu. Msione kwa nyinyi ni watu, hawa ni kitu cha maana. Kabla yenu wengi kama nyinyi namna hii tuliangamiza. Milani zaita kumzirina hadi kumo na mkate rumo. Milani zakatu. Mkabla. Kwa nini tuliwaangamiza? Lena kati rumo. Wakal mandulu nafsi tuman, mandulu maanas, mandulu dunia. Tuliwaangamiza watu kwa nini? Lamma dhalamu. Walipodhulumu nafsi zao, tuliwaangamiza. Walipodhulumu watu, tuliwaangamiza. Walipodhulumu ulimwengu, tuliwaangamiza. Sasa chenye kuangamiza ni nini? Tazama Qur'an, usitazame mimi. Mwenyezi Mungu ametaja chenye kuangamiza ni nini? Dhuluma. Amesema Mwenyezi Mungu, hakusema. Amesema Mwenyezi Mungu, tazama hiyo maneno. Walaqad, hakabila shaka, ahlakna, tuliangamiza, alquruna, watu wa karni nyingi, min qablikum, kabla yenu. Kwa nini tuliangamiza? Lamma dhalamu, walipodhulumu nafsi zao, walipodhulumu watu, walipodhulumu ulimwengu, tuliangamiza. Sasa hilaki kita kanta kwa nasi dhalimin. Gabana gani kanasi yetu anasa dhalimin. Mwenyezi Mungu anawaangamiza watu gani? Watu madhalimu, wanaodhulumu watu, watu madhalimu, wanaodhulumu nafsi zao, watu madhalimu, wanaodhulumu ulimwengu kwa kutoeneza mema katika ulimwengu. Sawa baba? Wajaatuhum rusuluhum bilbayinat, na hao watu tumewaangamiza kwa kuwa wao ni madhalimu, hali ya kuwa jaatuhum, walikuja kwao hao watu rusuluhum, mitume wao. Mitume wao waliwaijia. Musa aliwaijia hao watu, walikataa, waliangamizwa. Sayyidina Isa walikuja kwa hao watu, walikataa, waliangamizwa. Shuaib alikuja kwa hao watu, waliambia, walikataa. Sayyidina Nuh vile vile alikuja akasema na hao watu, watu walikataa, waliangamizwa. Hiyo ilikuwa ni mkasa? Au ilikuwa tsunami? Au ilikuwa nini? Ilikuwa petroli ya Nakuru. Janga. Hiyo ni janga. Si janga, adhabu. Adhabu ya Mwenyezi Mungu. Jaatu rusuluhum bilbayinat, waliijia hao watu mitume wao bilbayinat, na ayati zilizo wazi wazi, hoja zilizo wazi wazi, ukweli ulio wazi wazi, lakini walikataa. Njia wazi, fuateni hii. Walikataa. Sasa mkikataa haki, mwangamizwe. Wama kanu liyuminu, pamoja na kuwa rusuluhum bilbayinat, mitume wao walikuja kwao na ayati zilizo wazi wazi, hoja zilizo wazi wazi. Wama kanu liyuminu, hawakuamini, hawakukubaliana na, hawakuweka aya ya Mwenyezi Mungu katika vitendo. Basi kama hivyo tulivyoangamiza watu wa karni nyingi zilizopita,
kama hivyo kadhalika, kama hivyo najzi alqawma almujrimin, kama hivyo tutawalipa kundi la watu waovu. Hata waovu mambo leo hii wakifanya hivi tutawafanyia vile vile, kama hayo mnayoona. Mmeona Japan, mmeona Amerika, mmeona Indonesia, mmeona wapi huko India, mmeona wapi hapa huko. Inatokea hiyo upepo huu unakuja, nyumba ya ghorofa 90 inaangushwa chini, watoto wanakufa. Tena muda dakika moja dunia imenyamaza, anapeleka Mwenyezi Mungu. Hei, mtapeleka Mwenyezi Mungu kotini? Hapana. Yafalu ma yasha, anafanya Mwenyezi Mungu anayoyataka. Wala yus'al amma yafal, naye Mwenyezi Mungu haulizwi kwa nini umefanya hivyo. Nani atamuuliza? Hakuna. Mpate wapi wewe? Utapeleka koti gani? Hawa walioko wote ni waramba chumvi, hawa walioko wote waramba sukari, alafu unamba sukari anakanya keki. Kadhalika Mwenyezi Mungu anasema kama hivyo watu madhalim najzi, tutawalipa alqauma, kundi la watu wa mujrimin, waovu. Kundi la watu waovu tutawalipa namna hii, kama tuliwafanya hao watu wa Firauni, ndio hata sasa tuwafanyia hivi. Hao Firauni wale gharikishwa, sikia mimi na gharikika ndege. Jana tukusikia huko hapa Amerika huko ndege ile ilianguka huko, watu 40 wote na malizika. Mmoja alikuwa chini na mwingine alikuwa chini ya ardhi huko 49. Sasa wote wameangamia. Hii ilikuwa janga au mkasa? Alhamdulillah. Thumma ja'alnakum khalaifa fil ard min ba'dihim linandhura kaifa ta'malun. Sikia maneno ya Mwenyezi Mungu anasema nini? Mwenyezi Mungu anasema nilipowaangamiza wale watu, nimeshawaondoa katika dunia, nilipokushaondosha wao katika dunia, ja'alnakum, kisha nimewaweka nyinyi khalaifa, kuwa ni watu badala yao, makhalifa. Nimewaleta nyinyi badala ya nani? Ya wale watu niliowaangamiza, nyinyi ni badili yao fil ardhi, juu ya hiyo ardhi. Kwa nini? Kwa sababu gani mmekuwa nyinyi badili yao? Anawacha kusema sababu, anaonyesha sababu. Mwenyezi Mungu anasema sababu, mibadi mmeweka nyinyi ni makhalifa, baada yao nyinyi mmekuja badili yao. Kwa nini? Linandhura, ili tupate kuona mtakuwa kama wao au mtakuwa na nyingine. Kama kana anakana kita kuminde anajibita kumba sana zaina tukumbukonjo mungu na ndio alitakumbijeri kanto mkane sinto kumbikafu adhabu tarabu tukumbijeri, lakini anajibita kumde kitu kumchadumi yao orita kumana, lakini faarufita kumana arufusiri takumkulu yana takumsiadumi yake dori na batali na magasu maraba yale kitu kumchadumi akubali. Yeye Mwenyezi Mungu anakijua siri dhahiri na nje, lakini amesema nimewaleta duniani badala ya wale niliowaangamiza, ili nipate kuona kaifa, vipi taamalun, utafanya. Niwaleta duniani ili niwaone utafanya namna gani, vitendo vyenu vitakwenda sambamba na wale niliowaangamiza, niliowafisha, au ninyi mtakwenda kinyume na wale. Mjua anajua sisi tutakwenda sawa na wale, lakini nataka sisi wenyewe ndio tufanyaje, tudhihirishe, tuonyeshe ulimwengu unaonekana Mahmud yule mnyongo, Mwalimu yule mnyang'anyi, Mahmud yule dhalim, Mahmud yule mnafiki. Sasa mimi ndio nitathibitisha mimi ni nani, wewe vile vile ndio utathibitisha wewe ni nani, na sisi kila mmoja atathibitisha hali yake yeye ni nani. Sasa lakini Mwenyezi Mungu anajua kinachotakikanwa mwanadamu huyu mwenyewe ndiye athibitishe. Kama yeye mrongo atakuwa akisema tu urongo, hata mwenyewe anajua mimi nimemdanganya fulani, mimi nimemuiba fulani, mimi nimempiga kabali fulani. Sawa, basi ndio Mwenyezi Mungu anasema thumma ja'alnakum khalaifa fil ardh
Kisha tuliwaweka makhalifa, tuliwajalia nyinyi ni makhalifa, mmekuja badala ya wale waliotangulia fil ardhi, juu ya hiyo ardhi. Baada ya hao tulioangamiza, ninamtoa ili tupate kuona kaifa tamaluna, vipi mtafanya maisha yenu hiyo, mtafanya na kazi ya namna gani? Mtakuwa waasi kama wale au mtageuka mtakuwa watifu? وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ